Katika kuadhimisha sikukuu ya Eid al-Hajj, baraza la Eid limefanyika katika ukumbi wa Dr. Ali Mohamed Shein Tungu, wilaya ya Kati Unguja, likihudhuriwa na viongozi wa serikali, viongozi wa dini, vikosi vya ulinzi na usalama, vyama vya siasa na wananchi kutoka maeneo mbalimbali ya Zanzibar. Mgeni rasmi katika baraza hilo ni Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, ambaye amezishukuru taasisi za hija kwa jitihada kubwa walizozifanya hadi kufikia idadi kubwa ya mahujaji kwa upande wa Zanzibar, sambamba na kusisitiza umuhimu wa kudumisha amani, utii, mshikamano na maadili mema. Taarifa iliyotolewa na Umoja wa Taasisi za Hija Zanzibar, UTAHIZA, imeonyesha kuwa mahujaji 2460 kutoka Zanzibar wamekwenda kutekeleza ibada ya hija kupitia taasisi za Zanzibar kwa mwaka huu. Kutokana na juhudi za pamoja zinazofanywa na serikali kupitia Kamisheni ya Wakfu na Mali ya Amana na taasisi zinazosafirisha mahujaji nchini katika kuzifanyia kazi changamoto mbalimbali zilizopo pamoja na uhamasishaji kwa ujumla, nina matumaini makubwa kuwa idadi ya mahujaji wa Zanzibar itazidi kuongezeka kila mwaka. Ndugu wananchi, mafunzo mengine tunayoyapata ni utii wa kutekeleza maamrisho ya Mola wetu, kama ambavyo Waislamu wenzetu waliokwenda hija walivyojitoa kwa ikhlas kwenda kutimiza nguzo hii ya Uislamu ili kupata radhi za Mwenyezi Mungu na kupata fadhila za ibada hiyo. Katika maisha yetu ya kila siku ni jambo muhimu kuzitii sheria za nchi pamoja na maadili tuliyoachiwa na wazee wetu. Kutii sheria kuna umuhimu mkubwa wa kuwezesha nchi kuendelea kudumu katika amani tuliyokuwa nayo. Aidha, kuyazingatia maadili yetu kutatuwezesha kuwarithisha watoto wetu mwenendo mzuri wa kuheshimiana na kustahamiliana. Kadhalika, tutaweza kuishi kwa kupendana na kusaidiana katika mambo yote yanayoweza kuleta ustawi wa jamii yetu na kuilinda dhidi ya matendo maovu. Awali, sala ya Eid imeswaliwa katika Masjidi Taqwa Bambi, wilaya ya Kati, ambapo mamia ya waumini wamekusanyika katika ibada hiyo, huku khatibu akisisitiza juu ya umuhimu wa kudumisha ibada, amani, mshikamano na huruma kwa jamii. Kwa kushukuru neema za Allah Subhanahu wa Ta'ala, na miongoni mwa neema kubwa ambazo Allah ametuneemesha ni neema ya amani na utulivu katika nchi. Hakuna baada ya neema ya imani na Uislamu neema kubwa kuliko neema ya amani na utulivu. Kukosekana kwa neema hii hakuna atakayeweza kusimamisha dini wala dunia, na ndio maana katika kuonyesha ukubwa wa neema hii Allah Subhanahu wa Ta'ala anawaambia wakazi wa mji mtakatifu wa Makka, na pia ni ishara na ujumbe kwa watu wote kwamba awalam yarau anna ja'alna haraman amina wa yatafaqqahu an-nas min hawlihim. Maana ni kwamba hivi hawaoni kwamba tumewafanyia haramu ya Makka wale baada pa amani, hali ya kuwa sehemu za jirani zao wanavamiwa na kuhamishwa katika maeneo yao. Wananchi ambao wamehudhuria baraza hilo hawakuwa nyuma katika kudhihirisha furaha yao juu ya kile ambacho rais alihutubia ndani ya siku hii ya leo. Ni kweli, na sisi tunapongeza taasisi za hija. Kila mwaka tunaongeza namba ya mahujaji wanaenda zao Maka kutekeleza nguzo hii, lakini mpongeze Mheshimiwa Rais kwa kutilia mkazo kuwepo na mfuko wa hija. Tutapokuwa na mfuko wa hija utasaidia kuwa na mahujaji wengi ambao wataweza kutekeleza ibada hii ambao ni nguzo katika nguzo za Waislamu. Ni ambayo anasema kwamba tudumishe amani na utulivu, tusherekee kwa usalama, tusiwe na vurugu, watu washerekee vizuri katika sherehe hizi za Eid. Baraza la Eid ni sehemu ya utamaduni wa Wazanzibari, ambapo pamoja na kusherehekea hutumika pia kama jukwaa la kutoa ujumbe wa kitaifa, kuendeleza mshikamano, maendeleo pamoja na kuimarisha ushirikiano baina ya wananchi na serikali. Eid Mubarak, kullu aam wa antum bikhair. Nusra Khamis, UBTV.